Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika ametangaza rasmi kwamba kuanzia leo Aprili 15 mwaka 2026 ofisi za makao makuu ya chama hicho zimefunguliwa rasmi na kazi inaanza, na amewatangazia viongozi wa mikoa yote kufungua ofisi kuanzia leo, hatua ambayo inakuja baada ya mahakama ya rufaa kukiondolea chama hicho zuio kuanzia leo. Itika mwito wetu wa haraka kidogo wa leo kuja kuzungumza na nyinyi. Ni kwa mara ya kwanza toka zuio la mahakama la tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, ni kwa mara ya kwanza ukumbi huu unafunguliwa mlango rasmi na mkutano na waandishi wa habari unafanyika, zikiwa zimepita siku 310 makao makuu ya chama yakiwa yamefungwa, pamoja na kuwa amri iliyotolewa tuliiona kuwa ni haramu, pamoja na kuwa amri ile haikuhusu viongozi wote, lakini watawala dhalimu wakaitafsiri kwamba inahusu viongozi wote wa Chadema. Pamoja na kuwa amri hiyo miezi 6 ya ukomo wake ilifika tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2025, lakini watawala batili wakaendelea kutumia vyombo vyao kusimamia amri isiyokuwa halali. Sisi kama chama cha demokrasia na chama kinachoheshimu vile vile utawala wa sheria, hatukutaka kuwapa watawala dhalimu na haramu visingizio, na tukawa tumefunga makao makuu ya chama kwa shughuli za kiutendaji za makao makuu ya chama. Kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama, nitangaze kwamba ofisi za makao makuu ya chama kuanzia leo zimefunguliwa tena rasmi, na kazi hapa makao makuu zitaendelea kama kawaida. Hivyo viongozi tulikuwa tunawahimiza mara kwa mara viongozi wetu wa chama maeneo mbalimbali ya nchi, kutokana na tafsiri hiyo ya hukumu ya mahakama, kuendelea kuzifungua ofisi za chama, kuendelea kufanya kazi za chama katika maeneo yao, kutokana na tafsiri yetu juu ya mawanda na mipaka ya hukumu hile. Lakini bado vyombo vya dola vikawa vinatumika katika kesi ya kiraia ambayo polisi hawakupaswa kuhusika nayo kabisa, kuzuia ofisi za chama kutumika. Hivyo sasa ofisi za chama nchi nzima ambazo zilikuwa bado hazijafunguliwa zifunguliwe rasmi, na kazi za chama za kiofisi ziendelee nchi nzima. Na kwa kuwa chama hiki ngazi ya taifa hakiongozwi na katibu mkuu peke yake, katibu mkuu ni mtumishi tu akiongoza sekretarieti ya chama, lakini katibu mkuu juu yake wako viongozi wakuu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa chama, mwenyekiti Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Nje ya mwenyekiti Tundu Lissu walioko nje ya gereza yuko makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, yuko makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee. Viongozi hawa kwa umoja wao wanaiongoza kamati kuu ya chama, ambacho ndio chombo kinachosimamia secretariat ya chama, lakini ndio chombo ambacho vile vile kinafanya kazi kwa niaba ya baraza kuu na mkutano mkuu wa chama, kikisimama kwa niaba ya wanachama wa Chadema nchi nzima. Kwa ukubwa wa mapito tuliyopitia ya kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa siku hizo 309 au 310, na kwa majukumu ambayo yako mbele yetu, nitangaze tu kwa nafasi vile vile ya mtendaji mkuu wa chama kwamba tunaita kikao maalum cha kamati kuu haraka sana tarehe 28 na 29 mwezi Aprili. Wajumbe wa kamati kuu wasafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa wale wajumbe ambao hawako hapa Dar es Salaam, wafike makao makuu ya chama ili tuwe na kikao maalum cha kamati kuu ya chama. Na baada ya kikao hicho cha kamati kuu tutafakari kwa pamoja
mambo mbalimbali ikiwemo tunafahamu kwamba kamati kuu ilikutana kwa njia ya kidijitali, kwa njia ya teknolojia ya mtandao kwa sababu ya zuio hilo la kimahakama mwishoni mwa mwezi Novemba, na ikaendelea na vikao kazi vya kamati kuu mwezi Disemba, na hatimaye ukatoka msimamo wa chama uliokuwa na maazimio mbalimbali ya kamati kuu ya chama. Kwa tutakutana tarehe 28 na 29 kutafakari uendeshaji wa chama, na ndugu wanahabari na ndugu wa Tanzania, yapo ambayo yatazungumzwa na chama kwa mmoja wetu baada ya kuwa kamati kuu imekutana, baada ya kikao maalum cha kamati kuu kitakachokaa tarehe 28 na